Hapana, niko kwenye jela. Unaona mke wangu mzuri. Mimi kwa majina yangu naitwa Winnie Mwambije, ni mkazi wa Dar es Salaam. Lakini nilikuwa kuja kumuona babu yangu kwa sababu anapitia shida ya macho. Na alikuwa na shida ya jicho moja kwa muda mrefu. Lakini hakusema kama ile moja alifanyaje, alioni. Lakini vitu anavyokuwa anafanya mtu unakuwa unahisi kwamba huyu anaona kweli, unajua ile. Lakini baada ya kuona kwamba ile aliona na jingine kali limekufa kabisa, akawa haoni. Amepitia shida nyingi. Unajua mtu unapokuwa hauoni, kuna vitu vingine vya uhuru vya binadamu huwezi kuvifanya, kama kujihudumia binafsi au hivyo kutembea, kuchangamana na watu. Obvious amepitia changamoto nyingi, na kama unavyojua wazee wetu masuala ya kulima kufanyaje, lakini baada ya kupoteza macho akawa ni mtu ambaye tu amekaa, na akitaka kutoka mpaka apate mtu wa kumshika mkono na pamoja na fimbo. Lakini baada ya kusikia tangazo la msaada wa kutibiwa macho, baada ya kusikia tangazo na watu kupita kutushirikisha, tukaona basi tujaribu, kwa sababu kila kitu ni kujaribu. Hospitali, dawa tunatumia, lakini hakupata nafuu. Lakini tumeshukuru, tumekuja toka juzi, wamefanyia operation jana. Mimi hapa nakuja ananiambia mimi mke wangu nakuona. Sasa tunashukuru kwa kweli, na pia tunashukuru sana Mungu kupitia hilo. Ulikuwa unioni? Sasa hivi unaniona? Nakuona. Hapa nimevaaje? Umevaa kama shati na begi na kofia nyeusi na mawani na rangi ya kinyeusi huku rangi huku teupe huku.